mwanaume ni zaidi na kuwa na jinsi ya kiume. Kuwa mwanaume ni vile unavyofikiri na kutenda kiume. Kuwa mwanaume ni akili zako kuwa mwanaume, na mwanaume ile akili ya mwanaume na yale mawazo na fikra za kiume ni matokeo ya vile unavyofikiri, vile ulivyofundishwa, vile ulivyolelewa. Mwanaume, ili uone kwamba mwanaume ni mtu wa maana sana, yeye anaendeshwa na ukweli, wakati mwanamke anaendeshwa na hisia. Ametengenezwa hivyo kwa sababu yeye ni kiongozi. Yeye anashughulika na ukweli, anashughulika na uhalisia, wakati mwanamke anashughulika na feelings. Mwanaume anahitaji kuheshimiwa na kuthaminiwa na kuonekana kuwa mwenye nguvu na mamlaka. Yeye anahamasika sana. Mtoto wa kiume au anahamasishwa na uwezo wake katika kuleta matokeo chanya. Anahamasishwa sana. Yeye anapenda kuongelea vitu, yeye haongelei watu. Ukikutana na mwanaume anaongelea watu, ana kasoro katika kufikiria kwake. Wanawake ndio wanaongelea watu, wanaume wanaongelea vitu. Wao ni wa maana sana, tunawahitaji mno. Wanaume wanapenda au wanakuwa na motisha zaidi pale anapooneshwa kuwa anahitajika. Ndio maana wakina mama uliyeolewa, umekaa sebuleni na mumeo, alafu balbu imezimika, unachukua kiti unaweka, unapanda juu unaweka. Sasa shule zinafunguliwa, nikalipe ada, ishalipa. Unamdunisha mume wako akili yake. Na wanawake wengi hawaelewi kwamba waume zao wamewafanya wao kuwa duni bila kujua. Mwanaume ni nani? Mwanaume ni kiongozi.